Getsemani. Naomba tukae. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Leo tumepewa neno la kutuongoza ambalo linapatikana katika kitabu kile cha Injili ya Mtakatifu Mathayo, sura ile ya 2 kuanzia aya ya 16 hadi 18. Injili kama ilivyoandikwa na mwinjilisti Mathayo, sura ya 2 16 mpaka 18, na maneno ya Mungu yanasema hivi: Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu wakawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule ulioandikisha kwa aliyowahakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawapo. Amen. Ukatili upo, tuupinge. Hiko ndio kichwa cha habari. Ukatili upo, tuupinge. Sasa katika Biblia, nisikilize waimbaji, nataka nianze na nini? Katika Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Daudi na kuna mwingine alikuwa anaitwa Sauli. Mapepo yalipompanda, roho mbaya ilipomshika, Daudi alipoimba. Mwambie jirani yako kuimba. Sema tena kuimba. Muangalie sasa faida ya nyimbo. Nyinyi mnoimba ni watu muhimu sana. Anasema Daudi alipoimba kwa kupiga kinanda, yule Sauli mapepo yalimtoka, na sio mapepo, na roho mbaya ikafanyaje? Ikamtoka. Roho hivi, kanisani hamna roho mbaya? Sasa waimbaji mna kazi, muimbe kama ipo. Muimbe watu roho mbaya ziwatoke. Na roho mbaya zikiwatoka, ukatili hautakuwepo. Bwana asifiwe. Lakini waimbaji mnayo dawa, naomba muitumie sasa. Kamba kumbe kwa kuimba kwenu tu watu roho mbaya zinawatoka, mapepo yanawatoka, vinyamkela vinatoka, uchawi unatoka, uganga unatoka kwa njia ya nyimbo. Nimependa sana. Kumbe nyinyi si watu wadogo. Nyinyi ni wahubiri, na si wahubiri, nyinyi ni waganga, sio waganga wa kienyeji, waganga wa Yesu ambao mkiimba lakini sasa kama hatuimbi katika roho na kweli, vinyamkera tutakuwa navyo tu. Kumbe kinacholeta ukatili ni roho mbaya. Bwana asifiwe. Sijaingia kwenye somo hilo. Roho mbaya, kumbe mtu anakwenda kufanyia ukatili, huyo ana roho mbaya. Mwingine atanaalikwa leo tu, bwana karibu tushirikiane leo tunazindua kwaya kwa ajili ya roho mbaya yake tu haji. Kwa hiyo inatakiwa muimbe. Hiyo ndio dawa. Kama hamjui jamani, mnapoimba mwe kwaya Shalom, mnajua mnapoimba nini? Sio mnafurahisha, mnaponya watu. Kijua hilo. Sasa kumbe wamesema nani mkuu wa jimbo alimaliza muda akasema ni kwaya ya jimbo. Manake wao wametoka sharika na mitaa tofauti. Siji kama yuko kwenye mtaa, lakini nasema tu sababu mitaa mimi nimeizoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mnapoimba kuanzia leo mjue kumbe tunaponya watu.
Mimi sijaamini kama kanisani kuna roho mbaya. Lakini nimesikia mlisema huko au kule. Kumbe roho mbaya zipo. Dawa yake wanakwaya sasa leo mkitoka hapa. Msiseme muimbe watu roho mbaya ziwatoke. Magonjwa ya watoke, mapepo na vinyamkela vitoke. Na roho mbaya ikikutoka hutafanya ukatili. Sasa nisikilize. Sasa tumesikia habari za mfalme Herode na wale mamajusi. Lakini naposema mamajusi sio wanawake, magis ni wataalamu wa nyota. Wengine wanasema kina mamajusi, haleluya. Wale walikuwa wataalamu wa nyota, wanaume. Najua maneno ya kokota haya yana kazi. Na watu wanaamini kwamba kina mama wale walikuwa kina mama, Biblia inatupendelea sisi ndo no, mpaka nasema kwa Kiruguru, sio. Wale walikuwa wanaume na walikuwa wataalamu wa nyota. Wakiangalia nyota ya tofauti wanaifahamu, wanaweza kufuatilia hii nyota sio ya kawaida. Kwa hiyo mjue walikuwa wanaume. Narudia tena, na sisi tupendelewe sisi wanaume. Jamani, nitegemea mseme haleluya, amen. Sasa je, wanaume wanakuwa wanyonge? Sio kwamba nawakandamiza kina mama, lakini Biblia inainua ni jeshi kubwa. Kumbe na sisi ni wataalamu. Na leo haikuandika kwenye Biblia, nimeongeza, msinishtaki popote. Lakini nimesema anasema komando wa Yesu. Lakini sawa tunapoimba kina baba watu wataokoka. Tunapoimba watu watapona. Watu wana frustrations, watu wana misongo. Kwa njia ya nyimbo tunaleta uponyaji. Kwa njia ya nyimbo tunaleta uburudisho. Kwa njia ya nyimbo tunahubiri Injili. Kwa njia ya nyimbo tunawatafakarisha watu juu ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo mimi natakiwa dharau wa waimbaji, nitajua hajajitambua bado. Lakini pamoja na kuimba, naomba nikumbushe, hiki ni kipindi cha Kwaresma. Mwambie jirani yako Kwaresma. Tuna maadhimisho ya Kwaresma. Sasa sitegemei wakati mwingine nikije mnapiga muziki. Sijamwambia hata mchungaji haleluya. Hapana. Hiyo haipo kwa kipindi. Kweli tunaadhimisha, lakini hiki ni kipindi cha Kwaresma. Tunatafakari. Nimependa walio wengi wameimba kwa naita mdundo ule ni beat. Ile beat sio ile kuongoza kuimba. Lakini kuna watu fulani walimba kabisa hapa haleluya, nasikiliza tu. No, hivi mpaka Kwaresma ishe. Wengine wanaasha mishumaa. Nikushukuru mchungaji, ni senior uswesi. Kama 7 nilikuwa naangalia pale na kuna mishumaa inawaka. Nilikuwa nachungulia. Je, kuna nani vipi? Lakini hiyo ndio sahihi. Kwa hiyo sehemu yoyote unapokwenda unapokuta Kwaresma mishumaa inawaka, mwambie mchungaji au mwinjilisti sio sahihi. Sawa wapendwa? Sio sahihi. Na kuimba haleluya na mashangilio sio kipindi chake. Ndio maana nilisema hivi, na waibia mabwana harusi na mabibi harusi wa huku kwamba ni siku yenu, semeni haleluya, yani kwa kuibia. Lakini kwa kipindi hiki hapana. Kama dini, naomba niwaambie sio sawa, na sio dini tu. Na aliyebahatika kusoma theolojia, kwa najua theolojia yake. Sasa kama mnakaidi, shauri yenu. Sasa Herode alikuwa mfalme. Mwambie jirani yako alikuwa mfalme. Maana yake sasa kama Herode alikuwa mfalme, na kama wewe ulivyokuwa labda hapo ulikuwa uko manager, labda uko mtu fulani, sidhani kama unategemea jamani nitamtumia Mwashibanda, ni rafiki yangu, najua hata ni hukumu. Sasa hivi leo labda Mwashibanda amekuwa ndio wakili msomi, afande amepewa dawati, afu asikie naye makala na nyemelea. Ulifikiri Mwashibanda atafurahia jambo? Tuseme ukweli, siseme si ataona huyu anataka achukue mamlaka yangu, sivyo? Sasa na Herode vivyo hivyo. Lakini kinachofanya hivyo uende pamoja na mimi, roho mbaya. Herode aliposikia kwamba kuna mtu kazaliwa, na wao wataalamu wa nyota walipopitia kwake, anasema jamani, tafuteni habari hizo, maana alijiona yeye ndiyo mfalme. Kinyangalika gani huyo mwingine anataka kuja kuchukua kiti changu, mamlaka yangu, nguvu zangu? Amesema hapana, tumeona nyota, huyo aliyezaliwa ni mfalme wa wafalme. Ona tena kwa unafiki anasema nyie shikeni njia kuelekea Yerusalemu, mkatafute habari zake vizuri, ili na mimi niende nikamsujudie.
Maskini makina wale wataalamu wa nyota bila kujua, walijua huyu ni mtu mwema. Toka pale wamekwenda, lakini mpango wa Mungu ni mpango wa Mungu tu. Mungu amewaelekeza kupitia roho malaika zake, kawaotesha kwamba msirudi tena, kwa sababu huyu Herode hana nia njema, anataka kumchinja au kumdhuru mtoto. Yusufu kama anavyojua, Yosefu na Mariamu alikimbilia kule Misri. Story ilishia hapo. Sasa yule baada ya kuona, sikiliza roho mbaya inapokuja sasa, ndio anafanya ukatili ambao si kama duniani sasa hivi upo, tutaona baadaye. Baada kuona amedhihakiwa, wale hawakurudi njia ile na kumpa taarifa, alioda majeshi yake, kasema kawachinjeni watoto wa kiume, tunavyoonewa sio wa kike, wachinjeni watoto wa kiume wanaoanzia umri wa miaka 2 mpaka 0. Ana mtoto akizaliwa leo huwezi kusema na miaka mingapi, mpaka 0, maadamu tu umekuwa mtoto wa kiume, walichinjwa. Ulifikiri ni jambo dogo hilo? Ukatili moja mbaya. Mwambie jirani yako, ukatili ni dhambi. Najua wapo makatili, lakini sio hapo. Wapo. Sasa unafanya ukatili kwa kuwa watoto, kwa sababu ya kulinda position yako tu. Basi ka position tu, unateketeza wenzako wote. Watoto unawafeka wote. Amri ya ngapi nasema usiue? Nyie mmesahau, usimesoma kipaimara? Amri inasema usiue ipi? Wengine wanasema ya 7, wengine ya 5. Ya 7 wewe. Ya ngapi? Nyie inabidi tuanzishe darasa kipaimara hapa. Haya. Wanaosema amri ya 5 anyosha. Ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Haya, lakini amri ya Mungu inatuzuia kuua. Tusome na katekisimu jamani. Usiue ni amri ya 5. Seti. Sasa hiyo ya 7 imetoka wapi? Haya, Mungu akubariki. Lakini jibu ndio hilo. Kaua watoto wote. Sasa kuna mtu alikuwa anaitwa Rahel au Rachel, naye ni mmoja wapo wa watoto waliouawa. Sasa sija alikuwa na watoto wangapi, Biblia haisemi, lakini kulikuwa na kilio na kusaga meno. Wewe watoto wako wanachinjwa, watoto wako wanauawa, alafu kuna mtu anasema huwezi kukubali kufarijiwa kwa staili yoyote. Anasema Bwana unajua tena ni kazi ya Mungu. Kuna wengine wanafanyaga hivyo. Mwenzake kapata msiba, kafiwa mara 2, anasema hii ni kazi ya Mungu, jipe moyo. Ngoja ufiwe wewe sasa. Tuseme tu tumshukuru Mungu. Lakini Herode alifanya ukatili kwa sababu ya roho mbaya na roho ya uchu wa madaraka. Sasa leo tunaambiwa kama Wakristo, ukatili upo, hakuwa na mashaka. Ukatili upo na tuupinge. Unaupingaje sasa? Kwa sababu ukatili ni jambo lolote ambalo ni baya. Mtu anafanya kwa mwingine, kwa mtu au kwa kikundi, kwa lengo la kumuumiza. Mtu anakufanyia ukatili hakupendi. Kama ni baba anakufanyia ukatili, huyu hakupendi na ana roho mbaya. Nawapa funguo hiyo. Na kama ni mama anakufanyia ukatili, hakupendi na anayo roho mbaya. Kwa hiyo roho mbaya ndio inapelekea kufanya ukatili. Lakini Biblia inatuambia ukatili upo na tuupinge. Na tumepewa mfano wa Herode. Herode aliwachinja watu, aliwachinja watoto kwa sababu ya kutetea kitumbua chake. Lakini wanajiuliza, je, hakuna Wakristo ambao wanafanya ukatili kuanzia ngazi ya familia, kwenye jamii, kwenye nchi, hata taifa na duniani kote? Hawapo. Biblia inasema ukatili ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukijua hilo, unapofanya ukatili ujue unamkosea Mungu na wanadamu. Wewe huna tofauti na Herode. Tena inawezekana umemzidi hata Herode wewe. Kwa hiyo tunapofanya jambo, upo ukatili wa aina nyingi. Upo ukatili wa kisaikolojia. Wengine anakutukana, mbwa we, kuku, matusi kibao. Anakustress, yani anakuchanganya.
Upo ukatili wa kisaikolojia, na ule ni mbaya, afadhali umwe malaria. Kisaikolojia ukiathirika, yani ni mbaya sana, maana malaria utatibiwa. Utakuta mtu anaongea peke yake njiani, mshamchanganya huyo. Kwa hiyo upo kutukanwa, kubezwa, kudhihakiwa mbele za watu na mbele zingine, ule ni ukatili lakini wa kisaikolojia. Lakini upo ukatili wa kimwili. Wangapi hapa tuwe waaminifu kabisa. Naanza na kina wababa, wala usiogope, niko madhabahuni. Kufanyia wanawake zao wale ukatili, aidha kwa kuwapiga, wanyoshe mikono. Hata mmoja, labda sijaeleweka, nimeongea kiruguru zaidi. Nimesema hivi, tunaanza na kina wanaume sisi, na mimi mmoja wapo. Mimi sijawahi kumpiga mwanamke wangu wala kumsukumiza na kidole. Mnasema, wenzetu wasema kidole cha shahada, naangalia juu, nina uhakika huo. Sasa nimeuliza tena, wanaume sisi, nitakuja na kwa kina mama hivyo hivyo, maana hapo kina mama mabounce wanafanya ukatili nao mkubwa. Kina baba ni mara ngapi, kama we Mkristo unayejua neno la Mungu, ushawahi kumpiga mke wako mpaka na kumuumiza, kumfanyia ukatili wa kumpiga, kumshambulia kwa, wanasema kumshambulia kwa mwili? Kama upo nyosha mkono. Haleluya. Nimeibia hiyo. Kwa kweli mmenifurahisha. Kama wanaume hata hamjawahi kupiga wake zenu, basi injili itaenda mbele. Kina baba, kina mama sasa. Kina mama, kina Ntenga nyinyi, kina Anita na wenzako, kama ulishawahi kumfanyia ukatili wowote mume wako kwa kumpiga tu, afu nitasikula kitu nasema, nyosheni wanawake wote kama mpo. Sema mimi nishamdunda mume wangu mpaka nimemfungia store. Sema nyosha mkono. Katibu, labda unajua mimi naongea sana Kiruguru au sieleweki? Naeleweka kumbe kweli wote si mbinguni wote. Sasa mimi nashangaa, mbona matukio kiangalia kwenye TV kila siku makatili, matokeo ya mimi ukatili unaongezeka. Huu ni ukatili wa kumshauri. Lakini sasa kuna makabila mengine, au sasa kama upo hapo unisamehe, nasikia yeye asipopigwa anasema hapendwi. Hivi kuna watu wastahili hiyo? Sasa tufanyeje sasa? Afande Mwashibanga, tunafanyaje sasa? Watu wanataka nyewe wapigwe. Madhara kujitakia Sasa wakibundwa hao sasa wataenda polisi. Hii maana yake anataka apigwe, na usipompiga humpendi, usipompiga humtendei haki. Unafanyaje? Ukatili ni dhambi. Sawa jamani? Whether anataka umpige au usimpige, wewe usimpige, sawa? Mwingine anakuambia nipige kama mwanaume kweli. Hata mimi sijua kupiga, nitakusukumiza. Yaani wewe anambia mimi nikupige kama mwanaume kweli? Sifikia kumduma. Usipofanya hivyo yaani utadharaulika kabisa. Siseme ukapiga. Maana yake sasa hii ni hatari. Jamani kina mama, Biblia inasema jibu la upole linageuza nini? Hasira. Sasa wewe baba kakasirika, unasema nipige kama mwanaume kweli? Atakubonda. Anakuambia atakukunyuga kweli. Na akikukunyuga usije kwa mchungaji. Maana tunapokea mambo mengi. Mimi nimepigwa, mimi nimetukanwa. Kwenye kutukanwa wasemi sana, kupigwa. Na wengine wanapigwa mpaka wanatolewa ngeu. Jamani, ukatili ni dhambi. Wewe huna tofauti na Herode. Unatoa uhai wa mwenzako pasipo hatia. Wewe unatenda dhambi mara hizi mbili, kwa jamii lakini pia kwa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kutetea kitu kimoja. Maana yeye Herode kilichomfanya afanye hivyo kitu kidogo tu, kulinda position yake. Position hailindwi kwa kuua watu. Kama we Mkristo, naongea na ninyi kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Position inalindwa kwa maombi. Kisha mwambia Mungu, nakushukuru umenipa nafasi hii nikutumikie kwa wakati wangu. Wakati utakapofika basi sema nakushukuru Mungu kwa kunipa neema hii ya kutumika. Nchi ingekuwa na amani, ingekuwa na haki.
Na haki na amani zinaanzia kwenye familia. Watu wanaangaliaga kule juu tu. Wewe kwako pale nyumbani pale unatenda haki au unatenda ukatili? Watoto kila siku unawalisha kisamvu. Jamani, kisamvu mboga ya kwetu naipenda. Kisamvu kila siku. Na hela unazo, uwezo, huo ni ukatili. Kenda kule unakula nyama peke yako, unarudi wenzako unawapa ile Chinese. Hiyo ni dhambi na huo ni ukatili. Watu wanamuona Herode tu. Mimi nashangaa sana watu wakisoma Biblia wanamlaumu Herode. Herode katili, Herode kaua watoto. Wewe umeua wangapi? Hata kwa kuwaza tu. Yaani ningekuwa amri yangu yule afutike duniani. Hujai kuwaza iko kitu? Sasa akifanikiwa unatamani umuue, badala uangalie mwenzangu umefanikiwa mpaka kwa ngazi, umepitia njia gani, umefanya kitu gani, unatafuta jinsi ya kumdhuru. Huo ni ukatili. Kuna ukatili mwingine waambia ukatili wa kingono, mnaofahamu? Huu ni mbaya. Watu wanasikia wanabakwa na mimama mingine nao inabaka watoto. Wapo. Huu ni ukatili. Maana wanasingizwaga wanaume tu. Wanabaka. Kwa kina mama wengine linakufungia kabisa. Anasema mawili, kisu au ufanye ninachotaka. Prof Kila utafanyaje wewe? Mbona unaniangalia sana Wewe unafanya ungefanyaje? Utaamini uchomwe kisu? Sio unasema ngoja nikubali aishi. Lakini hata huo ni ukatili ndugu zangu, kumlazimisha mtu afanye yale ambayo hataki kufanya. Kila mwenye masikio na asikie neno hili. Bwana asifiwe. Sisi wa Kristo Mungu ametuumba tupendane, tusaidiane, tushirikiane, tuonyane tena kwa upole. Hii sasa tuonyani kwa fimbo hapa. Kwa Mungu ametukusanya hapa tusikie neno lake. Lakini tufundishe kupitia huyu Herode kwamba hata sisi wa Kristo kumbe maherode tu. Lakini mimi kuna kingine nimeongeza, hata ukatili wa kiroho upo. Sio moja hiyo ya mchungaji. Ukatili wa kiroho upo. Na watu wengine ni ukatili ule. Sasa sijisemi mimi au namsema ndugu yangu poa, hapana. Wanachagua nyumba za kwenda watumisha. Ule ukatili. Kwamba yule pale nikienda na kunywa chai, akisema naumwa anakimbia mbio. Wewe unajua unafanya ukatili. Lakini ule mwingine najua hata maandazi sipati. Nasema bwana muombeeni huko. Huo ni ukatili kama upo, na sio wachungaji tu, wainjilisti, wazee wa kanisa, na wewe Mkristo ukiomba wakati mwingine ukafanye maombi unachagua. Injili inatuambia enendeni kwa watu wote kawafanye kuwa wanafunzi mkiwafundisha. Sasa unachagua. Na mimi nafuatilia sana, naangalia mpaka kwenye misiba. Siangalii kitu kimoja tu. Sasa siji Uruguru unaniponza, lakini mimi naangalia mpaka kwenye misibani. Kuna msiba mwingine viongozi wanajaa wengi. Sisemi wasiende, sina maana hiyo. Hasa wa kiroho, achana na wengine hao. Pindua yupo, Makala yupo, Mwiro yupo, Paulo yupo. Mwingine au nilotaja wote tumetaja sisi. Mwingine sasa dini unaenda ukasema niko shamba bwana. Hapana, huo ni ukatili. Bwana asifiwe. Tena ukatili wa kiroho mbaya. Kila mwenye masikio asikie neno hilo. Awe nacho asiwe nacho, wote ni watu wako. Kwa mfano sasa ukiwa labda kiongozi wa nchi, kwa mfano mama yetu rais, atake asitake, sisi wote watu wake, wote watoto wake. Hata kama unasema mimi siwezi maadamu yuko pale ni mama yako tu. Hata kama una mvi kama kiasi gani, hata kama una mkongojo, wewe bado yule mama tu. Sasa ndio wachague sasa, aseme watu hawa nitafanya hivi na watu hawa sitafanya hivyo. Huo sio ukatili? Kwa hiyo usichague. Umepewa huduma, hudumia watu wote. Na si wa Tanzania tuna nani nzuri, si kwa nini sasa hivi inaanza kulega sijui kwa nini. Lakini wa Tanzania tuna spirit ya kupendana. Mimi hapa mneniona nimekulia katika mazingira ya Kiislamu. Ndugu zangu 98% Waislamu. Kuna shangazi yangu alipofariki, tumeenda katika pile, nilikuwa mchungaji wa majengo.
Wamefika pale wanashangaa wazee wa kanisa. Maana wamesikia, mnajua zikri nyinyi, mshasikia nini mnaitwa zikri, mnaijua? Wako wasa wanashangaa, mchungaji imekwaje? Nimesema shangazi yangu wa damu. Yaani sio kubabaisha, wa damu. Yaani babangu alinizaa mimi, ndugu yake wa kuzaliwa naye. Sasa imekwaje? Sema imekwaje vipi? Simesema kuna uhuru wa kuabudu. Sisi pale usharika wa kwanza kabisa pale Towero Milimani kule ambapo juzi wachache wenu mlienda na kufika. Kule 99% wa dini zingine, labda niseme hivyo. Maana kuna wengine kwenye Uislamu hawapo, kwenye Ukristo hawapo. Watu tunawahitaji sasa. Hilo tu si wapagani. Hilo neno ku. Ni wapagani wewe umehukumu wewe. Sasa tuko kule wote Waislamu, lakini ninachotaka kusema kwenye mazishi tuko wote. Itokee sherehe yoyote. Na kule kwetu zamani ngoma, hata mama shika muulizeni. Ngoma, Mruguru na ngoma, unajua? Wewe kwenye mchango mwambie mimi nina ngoma, aise utapata hela. Lakini sio kwamba eti nataka nipeleke mtoto shule. Wewe mjinga nini? Mtoto shule. Sasa tunataka ngoma. Sasa hivi tumeamka, Bwana asifiwe. Tunajua. Lakini tulikuwa hizo ngoma, lakini tunachotaka kusema tunashirikiana wote kama samaki na maji. Sasa mambo mengine mnayatoa wapi? Kuonana huyu wa Kefa, huyu wa Paulo, si huyu wa wapi? Hiyo inatugawa, na kwa njia ya kutugawa tutaanza kufanyana ukatili. Unajua ukatili wengine tunausababisha sisi hapo. Hii mwenzako akienda huko sipo. Wewe mpaka unangoja Mwashibanda aje. Saa ngapi? Unaweza kurekebisha. Bwana asifiwe. Mimi naamini mkitoka hapa ukatili mwisho leo. Tuupinge. Ninaposema tuupinge maana yake tuungane. Ndio neno kutulopewa. Sio ni watu fulani tu. Wewe kama mwananchi wa Tanzania una wajibu. Chukua hatua ya kupinga ukatili kuanzia nyumbani kwako. Maana kuna mwingine anajinadi huko nje, huko ndani kumeoza. Nyie hamjaona watu staili hiyo? Sasa sio hiyo. Injili ianzie Yerusalemu, yani ianzie kwako. Unasema Bwana Yesu asifiwe, kweli asifiwe kwako. Jamani, tusifanye ukatili na wewe hufanyi. Sasa kila siku unampiga mtoto mpaka wengine sasa kamuunguza na pasi. Kamchoma ana spoku. Unaua mtu, kuna nani nilisoma ili kamuua mtu, wameenda kumfunika nani? Yaani mtu kamuua mke wake, afu kamchimbia kaburi. Ukatili wa juu sana. Mungu anatuonya. Ukatili ni dhambi. Wa aina yoyote ile, uwe wa kisaikolojia, uwe wa kimwili, hata wa kiuchumi upo. Ila siku hizi uchumi unashikwa na kina mama. Zamani tunaonewa. Wanasema si ndo mfumo dume. Lakini kuna sehemu nyingine bado ipo. Mnalima wote, baba na mama. Wakati wa kuvuna sasa. Yale mahindi yanapouzwa au mpunga, hata mama hajui. Akiuliza kipigo. Ni ukatili. Lakini siku hizi wanawake wana vikoba. Wangapi wanacheza vikoba? Kwa kuwa mwaminifu, nataka kitu niseme. Naona? Siona hata baba mmoja. Kule. Kuna baba pale? Mmoja tu. Vikoba nimejua. Nimepata sasa. Hongereni sana kwa kujira. Sasa siku ya kuvunja na sisi tuwasindikize. Mnaenda pekee. Siku hiyo kina baba wanakuwa kama mabushoke. Kuna bwana kutoka Bushoke. Hata akibebeshwa ile mnaita pima joto, niko tayari nibebe. Mchezo wa mtu anaenda kuvunja. Ulifikiri ukatili utakuwepo hapo? Sasa ukichukua hela peke yako usemi sijui. Lakini lengo langu ni moja tu, kwamba kuna ukatili wa kiuchumi, na nawapongeza kina mama kwa kuchukua hizo hatua za vikoba ili kujinusuru. Lakini sasa Mungu anapowabariki sema msiwe wakatili kwa ume zenu. Sasa ukipata hela tena ndio basi ushikiki.
Na kina mama hata kama ana hela, mtolee mfano mke wangu hapa hayupo. Jana nimegoma jana. Mimi nasema ukweli. Habia baba kifurushi kimeisha, sasa mimi sina hela. Basi niongezee 5,000 nikwajua wewe nazo. Unajua kukauka? Kweli kabisa nasema kwa jina la Mungu. Sina. Kila vikoba mnacheza. Jamani. Hata kingamuzi tu. Nyie kina mama. Natukalia vibaya nyie. Kingamuzi toa tu. Unaambia kiongozi wa nyumba, lakini najua kabisa nawe una kazi na una hela. Na huo ukatili, Bwana asifiwe. Wa kumpini mwenzio tu, ukatili huo. Ila kina mama nyinyi ni watu wazuri sana. Najua mkitoka hapo ukatili hautakuwepo. Naomba tusimame. Uliyesulubisha takatifu Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye Mwokozi wetu, asante kwa ajili ya neno lako ambalo umesema nasi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Asante kwa kuwa Bwana tumesikia, na Roho Mtakatifu kaendelee kutufundisha ili tunapotoka hapa tukaupinge ukatili, maana ukatili ni dhambi, ukatili ni ugonjwa mbaya, ukatili hautuleti pamoja. Mungu, tunahitaji neema yako ikawe juu yetu, maana umetupa neema, na neema hiyo ikawe juu yetu, tukaupinge ukatili, tukatende yaliyo mema. Kila mmoja alisikia neno hili akabarikiwa ingiapo na atokapo. Tunajua Mungu tumeleta mizigo yetu ya kiroho, ukatutue kupitia neno hili, kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Naomba mkae.